Bwana Yesu asifiwe. Karibu tujifunze. Nataka tuanze kuangalia somo hili kwa habari ya maombi ya vita. Kwa habari ya maombi ya vita, na jambo la muhimu sana la mwanzoni kuelewa ni kwamba tutaanza kutazama kidogo kwa eneo hili, kwa sababu kumekuwa na mitazamo mingi na watu wamekuwa wakipinga, nasema vita vya nini huku tumeshaokolewa. Kama sisi tumeokoka, vita ya nini? Yaani kumekuwa kuna mitazamo fulani ya kwamba haitakiwi. Wengine wanasema kwamba hakuna vita, tumeshaokoka, tumeshaokolewa, hakuna. Sasa kuna maandiko kadhaa hapa na nikupe kama matatu hivi ambayo yatakusaidia kuwa na ufahamu mzuri ili nitakapoendelea hapo mbele uweze kunielewa zaidi. Na andiko la kwanza ni Zaburi 144 mstari wa kwanza. Zaburi 144 mstari wa kwanza nasema, na ahimidiwe Bwana mwamba wangu, anifundishaye mikono yangu vita na vidole vyangu kupigana. Anasema ahimidiwe Mungu, ahimidiwe huyu Bwana ambaye yeye huwa ananifundisha mikono yangu vita na vidole vyangu kupigana. Sasa ni andiko ambalo lina prove ya kwamba moja ya kitu ambao Mungu anafanya kwa watu, huwa anawafundisha vita, huwa anawafundisha watu vita. Kuna namna, na kama anafundisha maana yake ipo hapo mbele, ipo. Kwa hiyo maana anawafundisha, kwa sababu nini? Ipo. Sasa ukisikia mnazungumza vita nini, mwanzo tumeshaokolewa, ni lugha ambayo tunashindwa kuielewa, sababu eneo lingine Yesu akazungumza kwenye Mathayo 16 mstari wa 18. Akili pahase ferigadas ofranidas. Anasema nami nakwambia wewe ndiye Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Anasema na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Maana anasema nitaweka mwili wangu hapo juu ya mwamba huu. Hapo mwamba ambao anazungumzia ufunuo ambao aliupata Petro, kwamba juu ya ufunuo huo ya kuelewa kwamba Yesu Kristo, Yesu ndiye Kristo, Yesu ndiye kwa mafuta ya Bwana. Anasema juu ya ufunuo huo ambao ndio huo mwamba, anasema nitalijenga kanisa. Na sasa hapo anasema na milango ya kuzimu haitalishinda. Maana hiyo kuna kushindana, ila haitalishinda. Pale mbele tutakuja kuangalia vitu fulani ambavyo vinatupa ujasiri. Unapozungumzia vita hizi, kuna vitu pale mbele ambavyo huwa ni proof ya ujasiri ya kwamba kwa namna yoyote adui, moja kitu ni kwamba adui ameshashindwa kabla hata kuanza. Yaani kabla ya kuanza ameshashindwa. Kwenye kitabu kile cha ushindi wangu nimeandika, kuna hoja moja nimeandika kwa nikasema, hatupambani kutafuta ushindi, tunapambana kuendelea kuulinda na kuutunza ushindi ambao tunao kwa namna ambayo ni endelevu. Kwa hiyo hapa nazungumza kitu hiki kwenye hii Mathayo 16 ambacho ni cha muhimu sana. Anasema haitalishinda. Maana yake kutakuwa kuna kushindana. Yaani vita ipo, ila kutakuwa kuna nini? Kuna kushindana. Sasa huko kushindana kutakuwepo ndio, lakini adui hatashinda. Haleluya, hatashinda. Kwa nini hashindi? Kwa sababu ushindi huko. Sasa lengo la kuwekea hii maana yake ni nini? Ushindi tunao tangia mwanzoni kabisa. Yaani kabla hata kupambana ushindi upo, lakini mpaka nazungumzia ushindi maana yake vita ipo. Ukiona kuna concept ya kwamba vita sio na nini, hakuna, wengine wanadai kusema hiyo kitu ni kinyume na mafundisho. No, sio kweli. Sio kweli kabisa. Yaani sio kweli. Sisi mwingine akazungumza akasema vita ni vya Bwana. Kama vita ni vya Bwana, maana yake huwa anaingia vitani. Kwenye Efeso sura ya 6 anasema kushindana kwetu pamoja na Wakorintho ni wa kwanza ni wa pili.
Ile sura ya 5. Lugha ambayo inatumika yote ni kushindana, maana yake vita ipo. Ni ujinga sana, tena ni utoto wa kiroho kuamini ya kwamba vitu ni mseleleko. In fact ni hivi, tuliokolewa kwa neema na tunaishi kwa neema, ila usipoelewa hiyo neema unaweza ukashindwa kuitumia kupata vitu, kwa sababu vitu rohoni havipatikani kwa jinsi ya kuchukua. Yani kutumia lugha gani hapo? Havipatikani bure bure, tumia lugha hii. Havipatikani bure. Neema wokovu uliopata bure, lakini hayo mengine yote ambayo yameambatana hiyo package ya wokovu, ili aje adhirike, lazima uingie kwenye eneo linaloitwa eneo la vita. Yani kuna afya, ni kweli kabisa wokovu unao, na huo wokovu ulikuja na garantia ya afya kabisa kwenye maisha yako, lakini lazima uingie eneo ambalo utaiamuru hiyo afya iwepo. Utaiamuru afya iwepo. Sasa kwenye kuiamuru hapo unaingia kwenye kupigania hiyo afya yako. Sisi mwingine akazungumza akasema sasa haya nakupa tu kama ile overview ya kile ambacho tunakizungumzia hapo mbele. Akazungumza ya kwamba mtu anawezaje kuchukua na kuwatoa mateka bila kumfunga mwenye nguvu. Maana kuna vitu fulani ili vichukuliwe lazima mwenye nguvu afungwe. Na tutaangalia mwenye nguvu, akizungumza mwenye nguvu anamaanisha nini pale mbele, tutaangalia kitu. Lakini vitu fulani vipatikana, lazima kuna kitu kifungu, lazima kuna kilichoshikilia kifungu. Sasa hiyo hatua ya kufunga hicho ndio inaitwa hatua ya vita, ambao huwa sio simple, huwa sio vyepesi tu kwamba unaamua tu kwamba kawaida. Lazima kuna eneo la mamlaka uingie, alafu utumie, usimame kwa nafasi yako. Nimeona kieleza kwamba ukizungumzia maombi unazungumzia engo pana ambayo unaweza kwenda mbele za Mungu kumshukuru Mungu, ni nzuri sana. Unaweza kwenda mbele za Mungu kumuomba Mungu akupe, ni nzuri sana kabisa, yani safi sana, safi. Unaweza kwenda mbele za Mungu kwa kuzungumza naye tu ile, yani nje na kumuomba akupe kitu kwa ajili ya uhusiano wewe na yeye. Yani mnazungumza tu, au muombi kitu, ila mnakuwa mnazungumza, ni nzuri. Lakini kuna hatua nyingine ambayo huwa ni ya kwenda mbele za Mungu kwa kuviamuru vitu viwe. Ayubu 22, mtakusudia neno litathibitika, mtalikusudia neno litathibitika. Ayubu 22 mstari ule wa 28, kama mtakusudia neno nalo litathibitika. Sasa hatua ya kukusudia ili lithibitike, kuna kitu lazima kifanyike hapo. Anasema nao utakusudia neno nalo litathibitika, na mwanga utaziangazia njia zako. Unakusudia. Kwenye Kiingereza nilipenda ile maana. Ukisoma kule kwenye King James version anazungumza, anasema ye shall decree a thing. Ku decree ni kama kuamuru. Huko ametumia lugha ya kukusudia. Huko kwenye King James version anazungumza, anasema utafanya declaration, uta decree. Ku decree ni kuamuru kitu, unakiamuru, unakitangaza kutoka kwenye eneo la nguvu na mamlaka. Kama ni kwenye eneo la nguvu na mamlaka, maana yake unashindana na hali au kitu ambacho kiko mbele, au chochote ambacho kiko mbele, ili kile ambacho umekisema kiwe, Na ndio maana Yesu akutuacha hivi, anasema nimewapa nguvu na mamlaka, kwa sababu anajua yani hapa ni vita tu mwanzo mwisho. Ni vita mwanzo mwisho. Na ndio maana hata tulivyozaliwa, hatukuzaliwa kizembe. Yaani yote aliyezaliwa rohoni kwa kumpokea Yesu Bwana mwokozi maisha, hakuzaliwa katika namna ambayo ni ya kawaida. Kama ukisoma maandiko
alizungumza nadhani ni Yohana 4, Yohana kwanza sura 4 mstari wa 4. Talilele masibro tuskile ma. Ngoja tuangalie 5:4. Anasema maana kila kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu. Sasa kila kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu. Sasa angalia, kila kilichozaliwa na Mungu. Sana kusema kila aliokoka. Sana kusema kila chenye asili ya Mungu huwa kinashindana, lakini advantage yake tu ni kwamba huwa kinashindana, lakini huwa kinashindana. Najua kuna hatua ukishafika kwa sababu ya nguvu na mamlaka kwa juu, inakuwa sio kama kupambana sana kupata kitu. Ila unashindana, lakini kwa sababu una power, una authority, una nguvu na mamlaka, hautumii nguvu sana. Inakuwa ni nguvu ya Mungu tu kwa wepesi, lakini ni kushindana pia. Sasa inategemea na aina ya ambayo aina ya nguvu ambayo unashindana nayo. Kwa vita ipo kabisa. Unaposikia mtu anasema hakuna kitu cha hivi, ipo. Ni ufahamu tu umefungwa wa mtu kushindwa kuelewa jinsi vitu vilivyo. Okay, angalia. Tumeokolewa kutoka kwenye namna za awali za hapo mwanzo, alafu tukafanywa kwa watu wengine. Yaani baada ya kumpokea Yesu, unaelewa kabisa ulibadilishwa, ukafanywa mtu mpya. Ulifanywa nani? Kwa mujibu wa Ufunuo 5, nitafute Ufunuo 5 mstari wa 10. Baada ya ukombozi, kitu ambacho kilifanyika, anasema ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani, kuwa ufalme na makuhani. Kazi ambazo anafanya kuhani, mojawapo ni mfano wa kazi ya uwakilishi wa wengine kwa Mungu, ile ya kuwabeba watu kuwapeleka mbele za Mungu. Hiyo ni kazi ya kuhani inajulikana. Ni mfano wa kazi ya uwakili. Unakuwa nani sasa? Lugha tu hiyo ya kisheria, unakuwa wakili kwa mbele za Mungu kwa hao wengine. Hiyo lugha ya ukuhani. Lakini pia unakuwa una access ya kuchukua vitu huku kupeleka kule. Hiyo just very simple. Yaani sawa na mtu ambaye anakuwa anahudhuria bungeni, alafu pale anakuwa anawasilisha wengine. Hiyo nzuri. Lakini ukija kwenye upande mwingine kwamba amewafanya kuwa wafalme, hakuna ufalme ambao haujajifunza kupigana vita. Haupati ufalme hata siku moja. Haupati hata siku moja. Yaani haupati. Kwa maana kwenye Isaya anapomzungumzia Mungu kama mfalme, anasema na uweza kufalme kwa mabegani mwake. Anazungumzia power to war. Power to reign. Ile nguvu ya kutawala. Nguvu ya kutawala ni ya kuvitiisha vitu chini. Maana kikitaka kuinuka unakishusha. Kama Mungu alichofanya kwa Shetani. Alipotaka kuinuka akamshusha. Ndio nature ya ufalme. Kwenye ufalme huruhusu chochote kikawa juu yako. Sasa anapofanya mtu wake kuwa ufalme, maana yake mwapa kutawala na vitu kama hivyo. Na kama ni kutawala, maana yake kuna kitu cha kutiisha. Ni sawa na kusema kuna kitu ambacho kitakusudia baadaye kuja kuinuka, lakini kwa sababu ya nafasi ya ufalme kinakuwa subdued, kinatiishwa chini, kinawekwa hapo chini. Kama sasa nyingine akasema nimevitisha vitu na kuweka chini ya miguu yao. Kwa vita ipo. Nazungumza watu kueleza kama ipo. Yaani yote ni kuonyesha kwamba ipo, ila wewe umeshashinda.
lakini pamoja na kama umeshashinda ipo. Kuna andiko najaribu kuliangalia hapa. Kwenye Zaburi Zaburi 24. Nimalizia hapo, nilikuwa nazungumzia habari ya ufalme. Nikuonyeshe nature ya Mungu kama mfalme, ambavyo anafanya, sababu jinsi alivyo ndivyo tulivyo. Jinsi alivyo ndivyo tulivyo. Zaburi 24 mstari wa la masibratos. Kwanza mstari wa 8. Anauliza, asema ni nani mfalme wa utukufu? Ukianzia 7 anasema inueni vichwa vyenu enyi malango. Inueni vichwa vyenu enyi malango. Anasema inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kufanya nini? Apate kuingia. Mstari anasema ni nani mfalme wa utukufu? Anajibu anasema Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Huyu mfalme wa utukufu nani? Anaitwa Bwana hodari wa vita. Mfalme wa utukufu anaitwa Bwana hodari wa vita. Mfalme wa utukufu anaitwa Bwana hodari, maana yake vita ipo. Na ndio maana kwenye Efeso, jaribu kuweka msingi hapo mzuri, jaribu kunielewa hapo kabla sijaanza kuzungumza huko. Efeso sura ya 6 mstari wa 10. Anazungumza hivi. Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Mzidi kuwa hodari katika Bwana na uweza wa nguvu zake. Mzidi kuwa hodari. Maana anasema mfanane na yeye. Mfanane na wewe. Yeye jinsi mfanane na yeye. Mfanane na yeye. Yes, Bwana wa vita. Anasema ninyi mwe hodari. Kwa nini? Sababu ni Yohana wa kwanza 4. Yohana wa kwanza 4 mstari wa 17. Yes, yana nataka tunikupe foundation nzuri. Anasema katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu. Kwa kuwa nataka hapa, kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tulivyo. Narudia. Kwa kuwa kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni huu. Kama yeye alivyo Bwana wa vita, ndivyo na sisi tulivyo katika ulimwengu. Kama alivyo Mungu mwenye nguvu, kama alivyo hodari, ndivyo tulivyo ulimwenguni huu. Kama alivyo mfalme wa wafalme, yeye aliyeketi juu ya vitu, ndivyo tulivyo ulimwenguni huu. Sasa nikurudishe kwenye Zaburi 144. Zaburi 144 mstari wa kwanza. Aika polide deskevra paragila haskovra malatesh. Yana. Anasema na ahimidiwe Bwana mwamba wangu, anifundisha mikono yangu vita, vidole vyangu kupigana. Ahimidiwe. Aifundisha mikono yangu vita. Huwa anafundisha watu vita. Sasa tutapata muda kuangalia vitu vingi hapa. Jambo la kwanza, najifunza mambo muhimu ya kufahamu kwenye tunapozungumzia mambo ya vita, kwenye mitazamo fulani ya kuwa nayo. Jambo la pili, tutajifunza silaha. Sasa kwenye sasa tutajifunza pande mbili ambazo anatumia adui, lakini pia na za kwetu ambazo tunazitumia. Kwa sababu maeneo ni maandiko kwenye Korinto wa kwanza 2:11. Kuna vitu tusipovifahamu, adui anaweza katika advantage kumsumbua. Kule anazungumza sana, maana ni nani
katika binadamu. Okay, Wakorintho wa pili, sorry, Wakorintho wa pili ile Wakorintho wa pili sura ya pili mstari wa 11. Okay, anasema shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kujua fikra zake. Kwa hiyo sehemu moja hapo tukiangalia kwa habari ya hizi silaha, tutakuwa tukiangalia upande wa silaha anazotumia adui, lakini tutaangalia pia silaha ambazo tumepewa sisi kutumia. Lakini jambo lingine tutajifunza kwa sehemu namna tunavyozitumia hizo silaha, sababu kuwa na silaha na kuzitumia vitu tofauti sana. Kusema kuna watu na damu ya Yesu ila hawajui wanatumia damu ya Yesu, watu na jina la Yesu ila hawajui wanatumia jina la Yesu. Watu wamepewa kweli. Unajua kusoma kwenye Efeso kuna silaha zinaonyesha kwa sura ya 6, moja ya silaha inaitwa kweli. Ile kweli wengi hawajui, wengi wanafikiri tu ni kweli tu kawaida, yani ile yani kuwa mkweli. No, basi haimaanishi kuwa mkweli. Kwa silaha zipo ila wengi hawajui kuzitumia. Kwa hiyo unajua ambao ndio anaitumia, lakini unajua ambao umepewa kuitumia. Kwa utapata muda wa kupita hapo ili uwe na uwezo wa kuyaamuru mambo yakae. Uwe na uwezo wa kuambia ugonjwa utoke ukatoka. Uwe na uwezo wa kuiambia roho fulani inayofuatilia roho fulani itoke ikatoka. Uwe na uwezo wa kuamuru kitu kwenye neno lako alafu ikawa hivyo ambavyo unataka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kutazama kwa habari ya somo hili. Tulikuwa tukiangalia maombi ya vita, na kwa audio ya kwanza nilikueleza kwamba ni muhimu ukaelewa vitu hivi kwa sababu vitakusaidia kujua jinsi gani ya kupigana. Lakini la muhimu ni kwamba kuna ufahamu ukiwa nao, vita vitakuwa vyepesi, maana yake ushindi utakuwa ni weka kwako. Lakini pia jambo la muhimu kabla ya kuelewa hayo ni kwamba kuna mtazamo watu wako nao ya kwamba hakuna vita. Kimsingi sio sahihi. Nikusomea Zaburi 144 mstari wa kwanza kule anaposema, na ahimidiwe Bwana mwamba wangu, anifundishaye mikono yangu vita na vidole vyangu kupigana. Ya kwamba ahimidiwe yeye ambaye huwa anifundisha mikono yangu vita na vidole vyangu kupigana. Sehemu nyingine anasema Bwana ni Mungu wa vita. Maana yake vita ipo tu pale. Nilikusomea pia nadhani kwa Zaburi 20 ngapi ile, ilikuwa 24. Zaburi 24, na ukumbusha tu kitu kidogo hapa ili niendelee na package ya leo. Adile simila kanamo. Nadhani kwa mstari kwanza mstari wa 8 anasema, ni nani mfalme wa utukufu? Akajibu sasa akasema, Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Anasema ni nani mfalme wa utukufu? Jibu lake ni kwamba huyu mfalme wa utukufu ni Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Ni hodari wa vita. Maana yake Mungu mwenyewe, ili kuirudisha nafasi ile ya mwanadamu ambayo Adamu aliipoteza kule, alipigana vita kabisa. Yesu alishuka kuzima akapigana vita. Ndio kile kimeandikwa kwenye Wakolosai 2 mstari wa 10. Anasema akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Ukisoma hapa hicho ambacho anazungumzia vita. Maana yake adui alipigwa, alafu mwisho wa siku Yesu akamfanyia show off. Alimfanyia show off. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa ni vita baada ya kushindana naye. Kwa kama Mungu jinsi alivyo, yani kama yeye alivyo, Mungu wa vita, basi na sisi ni majitu ya vita. Yani hakuna namna tutakimbia vita. Yeye alivyo ndivyo tulivyo. Nilikusomea ndani kwenye ni Yohana wa kwanza sura ya ndani sura ya 4.
maide besuminana no zuve daye. Yohana kwanza 4:17 anasema kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni. Kama Mungu anasema ndivyo na sisi tulivyo. Kama alivyo Bwana wa vita ndivyo na sisi tulivyo Bwana wa vita. Nilikuwa kwenda kuzungumza kwamba tukimzungumzia Mungu kama Bwana wa mabwana au mabwana anawazungumzia watoto wake, mimi na wewe. Kama mfalme wa ufalme anawazungumzia watoto wake. Sasa hayo niliyazungumza kwenye audio ya kwanza. Leo nataka nizungumze kitu hapa kwa bali ya nataka niendelee. Nataka nikueleze juu ya adui tunayeshindana naye. Unajua ni vita. Kwa hiyo ushinde lazima ujue adui unayeshindana naye. Sasa adui yetu ni nani? Adui yetu ni nani? Ni kweli kila mtu anaelewa adui ni shetani, ila kuna ufahamu zaidi ya huo. Kwa hiyo ukifahamu juu inakuwa haina maana. Yaani ukifahamu juu haina maana. Ni sana kumjua mtu tu kama jina alafu ujui tabia zake. Haikusaidii kitu. Utaishia kumtaja tu na kumsema ila haujui jinsi gani ambavyo unaweza kuhusiana naye au ukafanya kama anafanya kitu kinyume na wewe, jinsi gani ambavyo unaweza kumzuia kufanya kitu. Itategemeana jinsi ambavyo unamfahamu. Ndivyo ilivyo. Kwa na adui atumshindi adui kwamba kujifunza sana kuhusu adui. Sisi tunataka kujifunza sana kuhusu Mungu. Ila kuna kitu kikijua kinakusaidia namna ya kushinda vitu kwa wepesi. Ukimjua adui, na kule mbele nitaeleza mbinu ambazo huwa anatumia baada ya kipengele hiki, itakusaidia na itakuwa wepesi kwako kujua jinsi gani ambavyo unamtisha. Kwa sababu maandiko yametupa yametupa mamlaka kuvitisha vitu vyote chini ya miguu yetu. Kwa hiyo kuna pointi unaweza kuvitisha, kwa sababu una stamina hiyo, lakini unaelewa ya kwamba unashindana na mtu wa aina gani. Nimekuwa nikipenda kusema kwamba mtoto, ukikutana na mtoto alafu akakutishia, kwa sababu unajua ni mtoto, unajua uwezo wake ni mdogo, wa maana ni wa mtoto, hauwezi kubishana naye au kufanya chochote. Tena kuna muda unampuuzia kwa sababu unajua hana there's no effect to you. Hana namna ya kukuathiri, hana matokeo hasi kwako. Ndivyo ilivyo pia huko. Kuna ufahamu ukiwa nao. Kuna aina ya upinzani ukija, ni kweli adui amekusudia, ila unaelewa hii hainitoi kwenye mchezo, lengo ni kupoteza focus, kwa haitoi kwenye mchezo. Kuna nyingine ikija unaelewa, hata kama inaonekana kama haina concentration sana, ila hii ni serious, unajua jinsi gani ya kudili nayo. Ila inategemeana na jinsi gani ambavyo unamjua huyu ambaye anaitwa adui yako. Kali lebena sovinete suvela katedile. Sasa nisome maandiko machache ambayo yana prove adui tunamjua wote, ila nataka nitaingia ndani kidogo. Najua unamfahamu shetani kama adui. Na ndio kimeelezwa kwenye Petro wa kwanza 5:8. Ngoja nikusomee. Tadi mesi brodure mande progodozune meniga bahuse nides sulima mode kamo la brod adela losene dayano. Anasema mbona kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba unguruma huzunguka kitafuta mtu ameze. Kwa hapa namzungumzia Ibilisi kama adui ambaye kazi yake moja hapo ni kumeza mtu. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ambayo ina prove hiyo ya kwamba adui ni adui, Ibilisi ni adui, kwenye Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Anapozungumza anasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Haji ila huwa anakuja na vitu hivyo kufanya kwa mtu, manake ni adui. Na ukiendelea hapo alikuwa anamzungumzia Ibilisi, alikuwa anamzungumzia shetani. Anaitwa adui, lakini kwa
kaja na ufunuo. Yesu anaeleza ufunuo wa adui kama mwivi, kwa maana ya mwizi, kwamba huja ni adui ila anakuja kama mwivi. Ni dimension tu ambayo huwa anajifunua wakati mwingine. Lakini pia kwenye Waefeso 6:12, ngoja hii nitaisoma. Ngoja nikusomea ni Ufunuo 12:9 hadi 10. Alafu nisome Waefeso ili niingie sasa kueleza kwa ndani kidogo, kwa sababu tumeishia juu kusema ni shetani, alafu tusijue tutadili naye katika namna gani, kwa sababu watu hawajaelewa hapo. Sura ya 10 mstari wa 9 Ufunuo. Madimi sabrodolo moniketeliano. Ufunuo 12, mstari wa 9 na 10. Hii ni ile vita ambayo ilikuwa inaendelea kule mbinguni. Anasema yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Sasa hapa nataka uelewe vitu hapa. Anazungumzia huyu joka. Zamani alikuwa anaitwa nyoka. Sana kusema ameimprove kutoka hatua ya nyoka ni joka. Alikuwa nyoka lakini ni joka, maana yake amekuwa. Ameongezeka. Naweza ameongezeka. Yes. Sasa ameongezeka nini? Anaongezeka tu kwenye mbinu za kutumia kutokana na hali jinsi inavyoongezeka sasa. Sasa huyu ni nyoka wa zamani ambao anamweza anasema aitwa Ibilisi na Shetani. Ameweka majina yote hapo ambao tunayatumia. Ama anasema yeye huyu udanganya ulimwengu wote. Sasa yeye alitupwa, ashatupwa kabisa hata nchi, na malaika zake. Maana yake atolewa mbinguni akatupwa chini, wakatupwa pamoja naye. Sana kusema wako kwenye nchi, wako duniani, hapo kwenye nchi, wako duniani. Mstari wa 10 anasema nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupa chini mshtaki wa ndugu zetu. Kule kwenye Petro kwanza na 8 ndio anamweleza kama mshtaki. Adui yule anaitwa Ibilisi. Yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Sasa makosa hapa ni kwenye mstari wa 9 ya kwamba Shetani na Ibilisi ni adui yetu, lakini anaongezea kwenye mstari wa 9 ya kwamba alitupwa hata nchi na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kwa alivyotupwa, alitupwa yeye na malaika zake. Kwa tukizungumza ya kwamba ni Shetani ya peke yake ikaishia kuwa hivyo, kuna namna ya vitu kudili navyo itakuwa ni ngumu, kwa sababu sio peke yake, alitupwa pamoja na malaika zake. Sasa ndaka nikuelezea hapa kwa undani kidogo jinsi ambavyo itakusaidia kuelewa tunapodili na tunapoingia kwenye vita rohoni. Tunadili na makundi mawili. Kundi la kwanza ni kundi la pepo, alafu kundi la pili ni kundi la kundi la, nitumie lugha ya kusema kundi la wakuu. Wana usomea wa Efeso 6 mali protosadira makuje de limanose falagai. Mstari wa 12 wa Efeso 6:12, alafu nieleze hapa. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Haya makundi mawili ambayo tunadili nayo, kundi la kwanza ni la pepo, alafu kundi la pili ni kundi hili la malaika waasi, hao ambao walishuka pamoja na Kristo. Na hapa ni muhimu kuelewa, kwa sababu namna ya kudili na pepo lakini pia namna ya kudili na malaika tofauti. Hao malaika waasi
namna kudili pia au malaika pia wao wana makundi yao kama 3 4 hapo. Na jinsi pia kudili nao hao ni tofauti kabisa, tofauti kwa sababu ya viwango walivyo navyo. Unaweza ukakomandi kitu fulani kwenye level fulani, lakini ukitaka kuingia kwenye level nyingine, kama hujapanda kwenye level ile ukikomandi, utashindwa hiyo vita kabisa. Ni kweli umeokoka na mbinguni unaenda, lakini unashindwa hiyo vita kwa sababu it needs power, authority and dominion on that land. Nguvu, mamlaka na namna ile ya kutawala kwenye lemu hiyo, kwenye ulimwengu huo, ili uweze kuamuru kile ambacho unakisema kiwe, kile ambacho unapigana nacho kitii sauti yako, kiweze kutii sauti yako, ili kiweze kutii sauti yako. Sasa unapodili na pepo, unapokushindana kwenye vita, pepo ni kiwango cha chini sana katika uovu. Ni kiwango cha chini mno katika uovu, kiwango cha chini kabisa katika uovu, cha chini sana kwenye uovu. Na ni kwa sababu mapepo hayana uhalali hapa duniani. Nikisema hayana uhalali, na maanisha hayana mwili, kwa sababu ili pepo litawale halina capacity ya kubeba mwili, haliwezi kuwa na mwili. Ili lifanye kazi lazima lipate mtu liingie ndani yake, ndipo liopaleti hapa duniani. Kwa namna kudili naye ni simple, kwa sababu unalitoa tu kwenye mwili. Ndio maana pepo linakemewa. Na kiwango cha kwanza hiki ni kwenye Mathayo sura ya 10. Yesu anaambia wanafunzi wake, anambia nendeni kufanya kitu afa watu weni pepo. Ile kwenye nadhani 11 nadhani kwenye Mathayo kule. Alivyowaita akamwambia mneneva, akawapa amri juu ya pepo. Alivyoapa amri, maana yake anaambia muwatoe. Ni simple kuwatoa kwa sababu hawana uhalali. Kwa mtu anavodini na level hii, anaposhindana vita na level hii, mfano vile unamfanyia mtu deliverance, mtu anaumwa na nini, mtu amekaliwa na mapepo, anamsumbua na vitu vingine, ni simple kulinayo kwa sababu hayana uhalali. Kwenye maandiko Wakorintho wa kwanza 3:16, madumi sablonde ebrodu huske prakida, anasema hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Unapodili au unapopigana vita kwa kumsaidia mtu ambaye ameokoka, alafu ni pepo limo ndani yake, aliokoka afu ni pepo limo ndani yake, ni simple lenyewe kutoa, kwa sababu halina uhalali, kwa sababu huo mwili au miliki na huo mwili unamilikiwa na Mungu. Anasema milioni imekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Mili inamilikiwa na Mungu, kwa hayana uhalali wa kumiliki mili. Kwa yapo ila hayana mili. Ni sana kusema hayana uhalali, kwa sababu ili roho ifanye kazi kwenye ulimwengu lazima iwe na mwili. Kwa sababu hayana uhalali, si sana kusema yameingia ukae eneo ambalo hayatakiwi yakae. Kwa mtu anavodili nayo ni vipesi akachomoka. Ndio maana Yesu muda anayatoa pale kwa yule bwana Mgerasi, aliomba akasema tuingie hata kwa nguruwe, kwa sababu ambacho kwa anatafuta mwili. Yalivyoingia kwa nguruwe yakawavuruga ndani, nguruwe akaenda, ile nguruwe alivyokufa manake na yenyewe aliishia kule kule, kwa sababu nguruwe akifa yanakosa mwili wa kupossess. Kwa hiyo yanakaa ndani ya mtu, na ikaa ndani ya mtu ndivyo anaanza kumuongoza sasa, yanaanza kumuelekeza vya kufanya na vitu gani. Sasa hiyo inakwenda inategemea na jinsi ambavyo yameingia ndani ya mtu. Kwa unavodili na eneo hili, unaposhindana eneo hili, ni ufahamu tu ni simple kwa ufahamu huu ya kwamba hayana uhalali. Ndio maana kwenye hatua hii hata kama mtu kuna watu wao wanashangaa, kimetoka kimetenda dhambi huko, alafu kimeenda kimekemea pepo limetoka. Pepo alitoki kwa sababu tu yani pepo kishakuwa na ufahamu, unaliamuru linatoka. Na lenyewe linaelewa. Ukishajua linajua unajua, kwa linatoka.
Na mwingine anashtuka anasema mbona alifanya ambacho akitakiwa afu ameenda ameliamuru limetoka. Pepo halitii sana hali ya usafi. Ufahamu yaani ufahamu tunaweza kuitoa. Sasa kuna viwango mtu akiwa possessed sana, yakikaa sana ndani ya mtu, ndipo huwa yanaalika viwango vingine ambavyo viwango vingine sio vinahama kutoka viwango vya pepo kwenda vile viwango vya au malaika ambao na venyewe ndani nizungumzia hapa. Lakini kwa hatua hii ni kwamba inahitaji tu ufahamu ili itoke. Haihitaji maarifa sana. Inahitaji tu uelewa huu normal ya kwamba halitakiwi kukaa hapo. Kwa ufahamu ukiwa nao, wala hautaona ukisumbuana nalo kwa muda mrefu likiwa limekaa ndani ya mtu. Na ikitokea hivi imekuwa kwa muda mrefu, maana yake basi kuna roho zaidi pale. Maana yake kuna ule muingilio wa wale wa malaika waasi kwenye ile eneo. But the first and the prior ile invasion ya roho chafu ni kiwango cha mapepo kwenye maisha ya mtu. Kiwango cha mapepo kwenye maisha ya mtu. Ya pili, unavodili na adui kama shetani,